Oh yes, yule mtumishi wa Mungu Martin Gunda wa Ebenezer Ministry Fellowship alimtembelea mtoto wake wa kiroho Pastor Rich, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Yesu Kristo alikuwa anazungumza na wanafunzi wake wakati alipotaka kwenda mbinguni kwa Baba, akawa anawaaga kama vile anawaaga. Najua Yesu alikuwa anatumia maneno fulani ambayo mtu mwingine akiyafikiria au kuyasikiliza kwa hali ya kawaida anaweza asijue kwamba Yesu alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu Yesu alikuwa anazungumza zaidi mambo ya rohoni. Kama ilivyo sasa, unaweza ukasoma kwenye Biblia ukaliona neno, usije ukalichukulia kawaida. Lazima uombe Roho Mtakatifu aweze kukufunulia lile neno. Wakati huu wengi sana wakisikia tu mistari inasomwa, anasema tayari nilishaijua. Kuna mambo hatuyajui kwa jina la Yesu, kwamba tunatakiwa kufundishwa ili tuweze kuyajua. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu linakuja kutueleza kwamba Yesu alikuwa anawaaga wale wanafunzi, anawaambia nataka niondoke. Sasa wao, Biblia inasema hivi, wakahuzunishwa na ile kauli. Kuna wakati ambao Yesu anakuja kwako na neno la namna hii kupitia kwa wanadamu au kupitia kwenye mazingira ambayo unaishi, kwamba Yesu alikuwa anawaacha wanafunzi hapo katikati wajione kama vile hawana mtu wa kuwachunga tena, ili aweze kuangalia uwezo wao wa kiroho. Kuna watu ambao wanapita kwenye eneo anajiona kama yuko peke yake, lakini ameachwa vile ili Yesu aweze kuangalia uwezo wake wa kiroho. Inawezekana kuna wakati ulijiona uko mwenyewe. Mwambie mwenzio hauko mwenyewe. Yesu yuko pamoja na wewe. Hata kama hujamuona kwa macho ya kawaida, lakini yuko pamoja na wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo akawaambia, mimi naondoka. Hili jambo la kuondoka kwangu mimi ni la muhimu sana kwenu, kwa sababu ninakwenda kutengeneza utaratibu kwa ajili yenu wenyewe. Kwa hiyo Yesu anapokuja kwenye kanisa namna hii, si tu kwa sababu ya watu wachache, anataka kutengeneza utaratibu kwa ajili ya kanisa lote, kwa ajili ya watu wote waliokusanyika kwenye madhabahu hii. Ana utaratibu asubuhi ya leo, ana utaratibu mchana wa leo, ana utaratibu mwezi huu wa 6, ana utaratibu mwaka huu 2025. Kuna utaratibu anauweka leo. Kuna mazingira anayatengeneza leo ambayo atakufanya uende wewe kiulaini kabisa, usikwame njiani. Na kila mahali ambapo utakuta kuna mlima, yeye ataufyeka, wewe utapita. Mahali wamewasha moto, yeye atauzima, halafu wewe unapita. Mahali wameweka mitego, utawanasa wao, wewe unapita. Kwa hiyo yeye anatangulia. Biblia inasema hivi, anatangulia mbele yako kama moto uteketezao, kuteketeza hatari zote ambazo zingekukuta wewe. Hebu mwambie mwenzio usiogope, songa mbele, usirudi nyuma kwa jina la Yesu. Alikuwa anashangaa sana. Musa anaambiwa, waambie wana wa Israeli wasinililie mimi, waende mbele. Pamoja na kuwa wanaona bahari, wasiogope hiyo bahari, kwa sababu mimi ni mkubwa kuliko hiyo bahari. Mimi ndio niliyeitengeneza ile bahari. Kwa hiyo nina uwezo wa kupangua bahari na wao watapita. Kwa hiyo wanadamu wasiwe kikwazo kwako, kwa sababu Mungu aliwaumba, ana uwezo wa kuwatupa mbali, wao watapita. Haleluya, haleluya. Pigie Yesu makofi kabisa. Wale uliowaogopa hawatakuwepo tena. Wale waliokuwa kizuizi hawatakuwepo tena. Wagonjwa walioingia hapa wanatoka wakiwa wazima. Walioona changamoto, hizo changamoto hawataziona tena. Maana Bwana atawapigania ninyi, nani mtanyamaza kimya kwa jina la Yesu. Kila ulichokiacha kibaya kwenye familia, ukirudi utakuta kiko shwari. Pigie Yesu, haleluya. Haleluya, haleluya. Palipokuwa panatetereka utakuta pamesawazishwa. Jamani, mshangilieni Yesu kwa sababu anafanya hayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Walioshambulia biashara yako sasa hivi watakuwa wateja wako kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo hicho kipindi unachopita hapo katikati, natamani wasiogope hawa
mazuri. Anawaambia wanafunzi, hebu msiogope, ninajua ya kwamba mtahuzunishwa, lakini mimi nawaambia hivi, ile huzuni itageuzwa kuwa furaha. Hebu mwambie mwenzio, huzuni yako leo inageuzwa kuwa furaha. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzio, huzuni inageuka kuwa furaha leo. Mwambie tena, huzuni inageuzwa kuwa furaha. Haleluya, haleluya. Yeye akasema, imewafaa mimi Yesu niende mahali ili aje Roho Mtakatifu. Lakini kuna watu ambao natamani wampende Roho Mtakatifu, wapende kumsikiliza Roho Mtakatifu. Unajua kuna watu wanalia sasa hivi kwa sababu wameenda mahali ambapo Roho Mtakatifu hayupo. Kwa hiyo hakuna mafunuo. Ndio maana watu wanatumia mafunuo ya kwao wakiwadanganya ulimwengu mwingi sana. Watu wengi wamedanganywa kwa sababu watumishi wengi hawana Roho Mtakatifu, ambaye Yesu alisema hivi, ninakwenda, atakuja msaidizi. Biblia inasema atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, hamtasema uongo. Ukiona anasema uongo, huyo sio mtumishi wa Mungu. Nisikie, Yesu sio muongo hata kidogo. Na kama Yesu sio muongo, waliomkiri Yesu sio waongo hata kidogo. Wanasema iliyo kweli ya neno la Bwana. Kila ombi liombe kwa neno la Bwana wa majeshi. Huko ndiko tutakapoona mafanikio. Mnisikie kwa jina la Yesu. Hebu mwambie mwenzio, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Yeye akiingiaga huyo ambaye Yesu anasema nitamleta kwenu, nitamleta kwenu, na habari ya mambo yajayo atawaambia. Maana habari za mwezi ujao utatakiwa usijue. Habari za mwaka ujao, wewe kama una Roho Mtakatifu unazijua hizo habari. Wengine wapo wanang'aa masharubu, wewe unajua mwaka ujao mimi nitakuwa na magari matatu, mimi nitakuwa na mashamba, mimi nitakuwa na watoto. Unajua kuliko wale wasio na Roho Mtakatifu. Ndivyo wanavyosema, atawafundisha mambo yajayo, atawafunulia ninyi. Hiyo ni zawadi ambayo Mungu anawapa watumishi wake. Nisikie kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mwenye masikio na asikie jambo hili. Yesu hakuwa anabahatisha. Amesema nawaachia kanafasi hata niwapime, mtakapokutana na mataifa wasio na akili, je, mtaendelea kunisimamia mimi Yesu? Ndicho alichokuwa anakipima kwa wanafunzi, kwamba wanahuzunika. Lakini kumbukeni, watakaoendelea kukaa na mimi, huzuni ile waliolia itageuka, itakuwa kicheko. Machozi walioyamwaga yatageuka, yatakuwa shangwe. Mnisikie kwa jina la Yesu. Waliokataliwa watapata kibali kwa jina la Yesu. Waliopozwa watapigiwa saluti kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mnisikie kwa jina la Yesu. Mwambie mwenzio, hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Utayajua mambo yajayo, yaani hutapata shida. Waliokuloga wanaanza kulia leo. Ukiwakuta wameanguka chini usishangae, kwa sababu moto wa Roho Mtakatifu umeshaingia kwao. Lazima wajue kwamba Yesu ametuachia Roho Mtakatifu anayo kazi kubwa sana kwa ajili ya kutetea watumishi wake, ili sisi tusiteseke. Jamani, waliokuwa wanateseka mwisho leo. Kama ulitupiwa magonjwa na wachawi, mwisho leo magonjwa yanawarudia wao, yanarudi kwao. Kama ulituma mapepo yanarudi kwao. Ndio neno linavyosema. Kwa leo inatosha kwa jina la Yesu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tutafanya maombi hapa kwa dakika chache. Bwana Yesu, karibu moyoni mwangu. Gusa ndio moto kwa jina la Yesu.
Yes.